Anajulikana kama Judith Wambura Mbibo ama jina la sanii ni Lady JD, Queen of Bongo Flava. Mnamo miaka 90 alianza kama mwimbaji mziki wa Bongo Flava chini ya R&B ya Tanzania. Alihamia kwenye muziki kutokea mashindano ya shule ya Jukwaani. Hiki ni kipindi ambacho aliweza kujenga sauti yake na kutambulisha katika sekta ya muziki. Kazi ya awali alijikita katika kuimba nyimbo za mapenzi, maadili na maisha ya kijamii. Albamu zake na ngoma zake ambazo ziliweza kujulikana mnamo mwaka 2002, albamu ya kwanza ilikuwa ni Kidali. Albamu hii ilileta utambulisho wake rasmi kwenye muziki wa kitaifa. Ngoma kama Machozi alipata umaarufu mkubwa sana kutumia albamu hiyo. Albamu ya pili mwaka 2003 ilifahamika kwa jina la Nainai, ambayo ilithibitisha ushawishi wake kwenye Bongo Flava. Nyimbo kama ya Haya zilipendwa sana na mashabiki. Mnamo mwaka 2005 albamu ya Moto ndio aliweza kuiachia, ambapo alijikita zaidi katika R&B na nyimbo zenye hisia ya mapenzi. Ngoma kama Ndiwembwe zilipatikana kwa maarufu mkubwa sana ndani na nje ya Tanzania. Mwaka 2009 albamu ya Shukrani. Albamu hii ilithibitisha uimara wake katika muziki wa Afrika Mashariki. Aliwashawishi wasanii wenzake wa Kitanzania kujijenga kimtandao na kushirikiana. Mnamo mwaka 2010 alishiriki katika tuzo na ameendelea kushiriki na wasanii wa Tanzania na Afrika Mashariki. Amepewa tuzo kadhaa za kimataifa ikiwemo BFFT na tuzo ya ndani ya Tanzania ambayo ni TMA Awards. Anaonekana kama mlima wa Bongo Flava akisaidia kukuza kizazi kipya cha wasanii. Mnamo mwaka 2019 album ya Next Level. Hii ni filamu ilikuwa hatua ya kisasa ikijitambulisha mtindo wa kimataifa na ubunifu mkubwa. Ngoma zake ziliingia kwenye masoko ya kimataifa kupitia mtandao wa kidigitali Spotify na Apple Music. Mnamo mwaka 2026 alisaini mnamo mwaka 2026 ambao sasa tuko nao, ameweza kusign chini ya lebo ya UMG. Lady JD sasa ameingia rasmi katika mkataba wa Universal Music Group East African, ambapo kifupi chake ni UMG. Hatua hii imelenga kueneza kazi zake kimataifa, kuongeza fursa na kushirikiana, hata hivyo pia kuweza kuboresha brand yake ya kimuziki. Kutolewa kwa single na album chini ya MG inaweza kuwezesha video zake za muziki na matamasha kupaa kwa mataifa. Licha ya hivyo pia itakuwa na athari, ambapo Lady JD ameonyesha kuinuka kutoka kwenye jukwaa katika jukwaa la mitaa hadi kimataifa. Kusaini kwa UMG ni hatua ya kisasa zaidi ya kimataifa, ikizingatia historia yake ya mafanikio na sauti yake ya kipekee. Hii inatoa mlolongo wa hadithi ya kimaisha ya kimuziki ambayo inaweza kutumika kama documentary au profile ya kimataifa. Mafanikio ambayo ataweza kuyapata, amepewa tuzo kadhaa za ndani ya kimataifa zikiwemo tuzo za kisasa za muziki Tanzania TAM. Tuzo nyingine ni ya mwanamuziki bora wa kike, tuzo za BFFTA, Black Entertainment Film Fashion Television and Arts Award. Ushirikiano wa wasanii maarufu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ni ushirikiano wengi ambao JD ameweza kufanya kazi na wasanii wa kimataifa wa Afrika ikiwemo Diamond Platnumz kutoka Tanzania, Ali Kiba kutoka Tanzania na wasanii wengine wa Kiingereza ama wa Afrika Mashariki kupitia mashindano ya kimuziki mbalimbali. Anaonekana kama mlima wa muziki wa Bongo Flava akisaidia kukuza kizazi kipya cha wasanii wa Tanzania. Muziki wake unachangia kwenye maadili, mapenzi, jamii na kueneza tamaduni za Tanzania duniani. Aliwezesha wapenzi wa muziki wa kike kupata mwongozo wa mfano wa mafanikio ya muziki kupitia kwake.
Hivi sasa kumetolewa taarifa ikiwemo siku ya tarehe 9 Machi 2029 ambayo ni siku hii rasmi kwamba Lady JD ambaye ni msanii maarufu Tanzania aliyejulikana pia kama Queen of Bongo Flava ameingia katika makubaliano ya mikakati na Universal Music Group of East Africa UMGE kama sehemu ya kampuni kubwa ya muziki duniani ikiwa yuko chini yake. Taarifa kuu kuhusu usaini kwake, UMG East African imemtangaza rasmi kushirikiana kimuziki na Lady JD, ambapo hatua kubwa katika maisha yake ya kimuziki na maendeleo ya ngoma zake kimataifa. Katika taarifa iliyoweza kutolewa na UMG imemkaribisha Lady JD kwa shukrani na pongezi kwa mchango wake mkubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki, na imesema kuwa